wa urithi wetu. Kwa hivyo huyo roho ambaye analeta wokovu duniani anapatikana wapi? Uarabuni. Ni mimi nimesema ama ni Biblia? Biblia. Na Biblia imeandikwa na watu gani? Kristo. Kwa hivyo nabii yako saa hii ni nani? Muhammad. Qurani 25:51. 25:51 Qurani nasema. Nyinyi nyinyi msomeagui. Nyinyi mnaimbishwa nyimbo sana mnakosa kusoma. Na unategemea tu mchungaji tu akusomee. Wewe huwezi kujisomea. Sisi Waislamu hapa tunajisomea na imamu anatusomea. Na tunauliza maswali kwetu. Lakini kwenye mkubali kuuliza maswali, ni kweli? Ni kweli. Ama unaweza kuuliza swali huko, unaweza kuuliza mchungaji swali? Unaweza lakini hawezi Anakuambia uko na pepo. Anakuwa uko na pepo ya maswali. Soma andiko. 25:51 inasema. Na kama tungetaka tungewapelekea katika kila mji mwonyaji wao. Lakini tumemleta Nabii Muhammad kwa watu wote. Nabii Muhammad ameletwa kwa dunia mzima. Nakwambia madaraka haitoshani. Umeelewa hiyo swali? Haya, una ingine swali? Hiyo ndio ilikuwa inanisumbua sana. Umeelewa? Sasa silimu kwa. Wacha tumalize. Bado hatujamaliza. Wacha na mimi niulize moja. Mimi nafuata manabii wote, nafuata wote kuanzia Adam mpaka kwa Muhammad, nafuata manabii wote. Sibagui hata moja. Na mimi nawafuata wale manabii kwa sababu walikuwa Waislamu kama mimi, walikuwa wanaenda msikitini. Unatakaje? Kalamu. Utaandikiwa tu, kuna kijana ako pale chini atakuandikia. Sawa? Mimi nafuata hawa manabii kwa sababu tunajua walikuwa wanaenda msikitini. Naona mfuata Yesu, si ni kweli? Yesu alikuwa anaenda kanisani ama msikitini? Kwa mujibu wa Biblia. Tuseme msikiti. Tuseme una uhakika alikuwa anaenda msikitini ama kanisani? Sinagogi sasa ni kanisani. Sinagogi. Unaonaje tuulize Biblia? Sababu ndio msema kweli, tumuulize ama? Haya, tuulize Biblia. Yesu alikuwa anaenda wapi? Mafundisho yake ilikuwa wapi? 4:14 kitabu cha Luka. Tuanzie 14. Mambo ni ya Luka inasema. Inasemaje? Yesu akarudi kwa nguvu za Roho. Akaenda Galilaya. Ndio. Habari zake zikaenea katika nchi zote za kando kando. Na alikuwa akifundisha katika masinagogi yao, akitukuzwa na watu wote. Akaenda Nazareti, hapo alipolelewa, na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Kumbe desturi ya Yesu akiwa duniani alikuwa anaenda nyumba inaitwaje? Sinagogi mimi sijui. Mimi ni Mkikuyu tu. Mimi sijui mambo ya sinagogi. Hiyo ni lugha ya kule Middle East. Wewe unajua? Sijui na ndio maana nikakwambia. Sasa waandishi wa Biblia waliandika Biblia wakiongozwa na roho wa nani? Roho wa Mungu. Roho anaongeaga uongo. Sasa wametuandikia hapo nyuma ya Biblia. Ukiona neno la kusumbua uangalie maana yake. Kuna dictionary nyuma ya Biblia. Naomba usome hiyo. Unajua kusoma? Sinagogi ni nini? Sinagogi, msikiti wa Wayahudi. Msikiti wa Wayahudi. Imeandikwa msikiti ama kanisa ya Wayahudi? Msikiti. Na wanaoenda msikitini ni watu wa dini gani? Waislamu. Na Yesu alikuwa anaenda msikitini, kwa hivyo dini yake ni gani? Muislamu. Na wewe unafanya nini kanisani? Hapo nimeweza. Karibu kaka. Nauliza hata Musa. Je, wewe Musa na wewe ulikuwa unaenda kama Yesu? Matendo ya Mitume 15:21. Hebu sikia maneno. 15:21 mambo ni ya matendo inasema. Inasemaje? 11:25 mambo ni ya matendo. 11:25. 15:21. 15 mwalimu kompyuta. 21. Inasemaje? Inasema hivi. Kwa maana tangu zamani za kale ni wakati ya kina nani? Musa. Sawa? Musa anao watu wahubirio mambo yake katika kila mji, usomwa kila Sabato katika masinagogi. Kumbe hata Musa alikuwa anaenda wapi? Msikitini. Sinagogi ambayo tumeona ni nini? Msikiti. Na Muhammad naye alipokuja alienda msikitini ya kwenda Qurani 17:1. Tuone kama alifuata wenzake. Yesu akaenda msikitini, Musa msikitini, Muhammad msikitini.
17:1 Qur'an inasema baada a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim. Utukufu ni wake yeye ambaye aliyempeleka usiku moja tu kutoka mja wake usiku moja tu kutoka msikiti mtukufu wa Makka mpaka msikiti wa mbali wa Baitul Muqaddas Palestine. Kumbe hata Muhammad akiwa duniani naye alikuwa anaenda msikiti wa Makka. Kwa hivyo Muhammad msikitini, Yesu msikitini, Musa msikitini. Wewe uko wapi? Jipange mapema baba. Kanisani. Kwa hivyo manabii wote ndio tunasema walikuwa Waislamu. Ndio kwa sababu wakati ya Yesu hakuna kanisa duniani. Wakati Yesu wako duniani hakuna kitu kinaitwa kanisa. Ni kweli. Swali lingine. Kuna swali lingine? Haya, swali lingine. Swali lingine ni hiyo Sabato. Sabato. Sabato inafaa kuwa ya siku gani? Sabato ni siku gani? Kwa wiki tuko na siku 7. So siku ya Sabato kama Waislamu wanaabudu siku ya Friday. Igawaje maombi, sijasema maombi kila siku tunaabudu, lakini siku ya Muislamu ni Friday. Haya, siku ya Wakristo ni Jumapili. Na wale kuna wale wa Jumamosi. Kulingana na venye nimesoma niliona Jumamosi ndio siku ya Sabato. Lakini kwa Waislamu ni Friday, kwa Wakristo ni Jumapili. Lakini kuna wale wanaabudu Jumamosi. Kuna wale wanaabudu Ijumaa. Haya, tukihesabu katika lugha yetu ya Kiswahili. Jumamosi, mosi ni ngapi? Mosi ni mwanzo. Tuhesabu sasa. Tuhesabu kwanza ndio tujue sasa hiyo siku ya Sabato ni gani. Mosi, Jumamosi, hiyo ni moja. Siku ya kwanza. Jumapili ni 2. Jumatatu 3. Jumanne 4. Jumatano Alhamisi 6. Ijumaa 7. Ni Sabato. Kumbe Sabato ni siku gani? Ijumaa. Na sisi Waislamu tunaandaa siku gani? Ijumaa. Sasa tuende kwa vitabu sasa. Umeelewa mpaka hapo? Sisi tumepiga mahesabu yetu na tumetumia lugha ya Kiswahili tunaongea. Kweli. Tumeona Sabato ni Jumamosi. Ni Ijumaa. Sawa? Haya, tuende katika mambo ya Sabato. Sabato ilikuwa kwanza imepewa watu gani? Siku ya Sabato. Je, ilikuwa imepewa kila mtu ama namna gani? Kitabu cha mwalimu, naomba tuende pale. Biblia. Haya. 31:16 Kutoka. 31:16 mambo ni ya Kutoka inasema. 31. Ama uanzie 28 kwanza tuanzie hapo. Ndio tujue ni akina nani walikuwa wamepewa Sabato. 28 Kutoka. 28 Kutoka. 28. Haya. 28 Kutoka inasema ikumbuke siku ya Sabato. Kwa hivyo Musa akiwa pale anaambiwa kumbuka siku ya nini? Ya Sabato na uitakase. Unasikia? Kwa tunaona hawa ni wana wa Israeli walikuwa wamepewa siku ya nini? Ya Sabato. Soma sasa 31:16. Hapo tu. Kutoka 31:16. Inasema hivi. Kwa ajili ya hayo wana wa Israeli wataishika Sabato. Wana wa Israeli wataishika nini? Sabato. Sio Wakristo. Wana wa Israeli wataishika Sabato. Huiangalia sana hiyo Sabato. Kwa sababu katika vizazi vyao vyote ni agano la milele. Ni agano la nini? La milele. Kwa hivyo wale wamewekewa washike Sabato ni agano la milele ni watu gani? Waisraeli. Kwa hivyo sisi hatuko. Sisi hatuko. Hata agano jipya Paulo alikuja akasemaje? Kwa Wakolosai 2:16. Paulo alisema wachaneni na mambo ya Sabato. Hiyo si yenyu. Wakolosai 2:16. Inasemaje? Basi mtu asiwahukumu nyinyi katika vyakula au vinywaji
au kwa sababu ya sikukuu ya mwandamo wa mwezi au Sabato. Biblia inasema usinihukumu mimi kuhusiana na mambo ya Sabato. Hiyo ni kivuli cha mambo yatakayokuja baadaye. Unasikia? Mambo hayo ni kivuli cha mambo yajayo. Unaona? Kwa hivyo huwezi kunihukumu kuhusu mambo ya Sabato. Na wewe unaandika Sunday. Sunday imeandikwa wapi? Na sijaona hapo. Hakuna. Katika Biblia imeandikwa wapi Sunday uende Sunday? Hakuna. Wewe unaandika tu usiku tu ambaye huna habari. Ukiboeka ndio unaenda. Hapana, sio hivyo. Sisi tumeambiwa twende Ijumaa. Korani imesema twende Ijumaa. Sikia Korani. Hajakufa anafufukaje? Mtu kama hajakufa sasa atafufuka namna gani? Sina moja. 62:9. 62:9 Qur'ani inasema. Inasemaje? Sipaka wakufe ndio wafufuke. Enyi mlioamini. Enyi mlioamini. Kukiadhiniwa kwa ajili ya sala siku ya Ijumaa. Kumbe imetajwa Jumaa ambayo haijatajwa. Imetajwa. Kwa hivyo yetu imetajwa kabisa. Nendeni upesi kumtaja Mwenyezi Mungu. Na acheni biashara, kufanya hivyo ni bora kwenu. Tulia mwalimu. Mnajua hivi basi fanyeni. Unaona? Kwa hivyo yetu imetajwa kabisa siku ya Ijumaa. Kwa hivyo yako haijatajwa na ile sasa na Sabato naye ni ya wana wa Israeli. Unaona sasa? Sasa hapo shida, unaona kuna shida hapo. Swali lingine. Mchungaji, karibu sana mchungaji, uliza swali. Unaona ni heba bwana. Hapo nimetosheka. Swali lingine. Umetosheka kabisa, una swali lingine. Lakini sasa umeona Yesu msikitini, Musa msikitini, Ibrahimu msikitini. Kwa hivyo kuanzia leo naamuaje? Na wacha mvinyo haisaidii chochote. Alafu na hii kitu mnakunywa hii kitu haisaidii. Hii kitu unatakana mkunywe supu na mkunywe maziwa. Anaweka hata vidudu ama maji. Ama kunywe maji. Wataneni na hii kitu. Hii kitu haisaidii mtu yeyote. Kwanza inakuharibu figo yako, inaharibu maini yako. Na kama uko na mke unasaidiwa na jirani kuzaa. Kwa sababu sasa saa yote ukienda nyumbani uko top. Kwa hivyo jirani anakusaidia kuzaa watoto. Kwa hivyo hiyo wacheni. Kwa nini Yesu naye hata kama hakukunywa, kwa nini alitengeneza? Uongo hiyo. Yesu hakutengeneza pombe. Yesu hakutengeneza pombe. Aliombea maji ikakuwa pombe. Anayesema Yesu alitengeneza pombe ni nani kwanza? Aliyesema Yesu ametengeneza pombe ni nani? Si ni Yohana? Yohana ndio alisema Yesu ametengeneza pombe. Hebu tumsikie huyu Yohana. Huyu Yohana ndio anadanganya watu katika Biblia, akasema ya kwamba Yesu alitengeneza pombe kule Kana katika Yohana 2:6. Sasa huyu Yohana kweli kama anatwambia habari ya Yesu alitengeneza pombe, ana ushahidi gani? Hebu tumsikie kwanza taarifa yake, yeye ni mtu wa aina gani? 4:13 Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume 13. Huyo anasema ati Yesu alitengeneza pombe, huyo Yohana. Tumsikie kwanza yeye ni nani? 4:13. Yesu hakutengeneza pombe. Kwanza huyo Yohana elimu pia hana. Inasemekana aliombea maji ikakuwa pombe. Ngoja tuone, hiyo ni uongo. Hiyo ni uongo hiyo. Hiyo ni uongo. Usikia soma. Basi walipoona ujasiri wa Petro na Yohana na wakajua ya kuwa ni watu wasio na elimu. Yohana ndio ametuambia Yesu alitengeneza nini? Pombe. Lakini tunaambiwa Yohana nini? Hana elimu. Endelea. Basi walipoona ujasiri wa Petro na Yohana na kujua ya kuwa ni watu wasio na elimu, wasio na maarifa. Kumbe hata hana maarifa. Ajabu. Wakatambua ya kuwa kwamba walikuwa pamoja na Yesu. Kumbe huo Yohana walikuwa na nani? Na Yesu. Na kwanza tunaambiwa hana nini? Na hana nini? Maarifa pia. Maarifa. Sasa kwa nini anatudanganya tuambie ati Yesu alitengeneza pombe? Elimu hana, maarifa hana. Aliwezaje hata kutuandikia? Kumbe sio pombe. Kweli pombe na waini si ni same. Pombe na waini ni kama chang'aa na uji. Hiyo yote ni moja.
9-1 mwanzo. Ngoja kidogo. Huwa anasema vizuri sana. Anasema yote ni pombe. Ni kama changana Tusker, yote ni pombe. Yote ni pombe. Utalewa. Majina tu ina majina tofauti. Tuende hiyo kipunga inamesema 9-1 pale Nuhu alimetengeneza. Nuhu akatengeneza nini? Akapanda mzabibu. 9-20 mwanzo. Sikia sasa hiyo. Nuhu akaanza kuwa mkulima. Akafanya nini? Akapanda mzabibu. Mzabibu huyo akanywa divai. Akalewa. Tulia mwalimu. Divai ni nini? Unasikia? Unaambiwa alitengeneza nini? Divai. Divai ni nini? Akafanya nini? Akakunywa akalewa. Hiyo ni nini? Alitengeneza nini? Divai. Akakunywa akalewa. Kwa hivyo divai ni ni pombe. Basi kisha maneno. Sio juice hiyo. Swali lingine unaye? Kidogo. Tulia baba. Tulia. Una swali lingine? Acha nifikirie kwanza. Acha ufikirie. Wacha nichukue. Yule kama unataka kuandikiwa. Wala yule kuandikia. Umesoma nini? Ilikuwa kitabu gani? Atakwambia saa hii. Huyo ndio nimesoma. Kuhusiana na nini? Kuhusiana na siku ya Sabato. Siku ya Sabato atakuandikia huyo, atakuandikia. Kwanza unaitwa simama hapo. Simama hapo leo. Leo nakwambia hata sisi leo tutaikunywa tu kwa hewa tu. Tunaikunywa kwa hewa leo. Kutoka hapa uko Chakara. Unaitwa nani? Naitwa Andrew. Asante sana Andrew. Wewe ni Muislamu Kristo? Mimi sijakuwa Mkristo, sijakuwa Muislamu, lakini wewe si Muislamu na si Mkristo. Niko tu kando. Okay. Kwa hivyo sasa wewe si Muislamu na si Mkristo. Na hii historia ya kunywa pombe mlitoa wapi? Hata nashindwa sijui ilitokea wapi, lakini hata unashindwa hata wewe. Hata mimi nashindwa. Si uachane naye. Ukunywe maziwa, ukunywe supu. Na ukunywe juice. Naomba iko hivyo. Sasa mimi nataka uachane naye. Uwe mtu mzuri. Waislamu wanakunywa pombe? Hakunywa pombe. Sasa tuachane na nini? Kuacha pombe sio kitu mzuri. Inakuharibu mwili. Inaharibu figo, inaharibu mafua, mapafu. Haisaidii. Pombe haisaidii kitu yoyote. Pombe ni hasara tupu. Haikusaidii mwanadamu na kitu yoyote. Haina afya. Kwa hivyo wewe achana naye. Wachana naye alafu tuangalie. Hiyo kitu wachana naye. Ndoka ruta kingewa kitu. Ruta kingewa kitu. Ndio ulitoka nyumbani. Kumbe unajua nyumbani. Unaendanga. Karibu sana. Unauliza swali yako. Wacha uulize swali. Pumzika tu hapa kidogo. Unaendanga. Ni mtu mzuri hana ubaya, anajua nyumbani kwao. Unaitwa nani kaka? Mwana. Naitwa Kilo. Songea kidogo nyuma kidogo. Unaitwa Gideon? Naitwa Kilo. Kerio. Kilo. Ni hata yu. Mkamba na Zavio. Wewe na Zavio. Wewe nobo? Novyo. Haya. Sasa unauliza swali gani? Na wewe unakunywa hiki kitu pia? Kabisa. Umekunywa pia? Nimekunywa sasa. Lakini sasa mmekuja mmesema nyinyi nyote mkija mnasema eti Yesu ndio alitengeneza pombe kwa Biblia. Sasa Yesu na nimekwambia Yesu hakutengeneza pombe. Yohana mwenye kusema Yesu alitengeneza pombe tunaambiwa ni mtu hana elimu na hana maarifa. Na Yesu akasema yeye akunywi ya duniani, anakunywa ile mpya kwa Mungu huko juu. Acha ya duniani ukunywe huko mbele. Si wachana na hii ya dunia wakunywa ya Mungu huko ambaye haileweshi. Sikia Waislamu tu vile tunaambiwa sisi katika Qurani yetu. Pombe sisi Waislamu tutakunywa, lakini sio hii ya duniani, ya mbinguni ambayo haileweshi. Sikia 37:45 Qurani. Sikia. Sio hii inakunywa sasa, unakunywa sasa ina harufu, inanuka, ina nini balaa. Sikia sisi ile tunaenda kunywa yetu. Qurani vile inasema. Nasikia Qurani vile inasema sikiza. Unaitwa jina gani? Kilo. Kutoa mazako. Haya sasa. 7:45. 45.
wanazungushiwa gilasi zenye vinyo safi. Unasikia vile tunazungushiwa gilasi zenye mvinyo tamu kule mbinguni Vyeupe. Si mbinguni, peponi. Kwa hawa wa vinywao. Kwa vinywaji hivyo hautakuwa udhia wala kuondokwa na akili. Unasikia ile ya mbinguni hakuna kutokwa na akili. Lakini hii ukikunywa duniani, hii ya duniani inatokwa na akili. Hata na akili. Sasa ndio hivyo. Na kwa mtalo kama ule ameamka saa hii alikuwa hapa. Unaona jamaa alikuwa amelala pale. Sasa ikikuja ile tsunami anabebwa na maji. Ama amelala hapo. Sasa nafikiri ni hivyo. Ako sawa, ako sawa kaka. Asalamu alaykum. Asiwewe. Alaykum salaam. Karibu. Kwa majina mimi naitwa Warembo pia karibisha wakija waulize maswali. Kama warembo kuja nimuulize maswali. Mara kuja. Unaitwa nani kakangu? Naitwa Joseph. Joseph. Asante sana. Wewe ni Muislamu ama Mkristo ama huna dini ama uko wapi? Niko tu hiyo katikati. Uko katikati. Wewe si Muislamu na si Mkristo, sio? Katikati ni mbaya. Mimi niko tu lakini najua tu kuna Mungu, unaona? Unajua tu kuna Mungu. Mimi najua tu kuna Mungu. Sasa swali gani unataka kuuliza Waislamu jioni ya leo? Mimi niko naulizaje? Unaona umesema mambo ya Yohana. Yes. Unasema Yohana hii mambo ya divai. Niko nauliza huo Yohana ni ule Yohana walikuwa wawili kwa Biblia. Ni ule mwenye alibatizaga Yesu ama ni mgani? Nani? Au ile Yohana mwingine? Tunaongea ile Yohana mwanafunzi. Ule mwanafunzi. Mimi sikuwa tuna mengi. Sikuwa na mengi, ni hiyo tu. Yohana Mbatizaji ni nabii wa Mungu. Na ulijuaje mambo ya Yohana na wewe umeniambia wewe si Muislamu na si Mkristo? Mimi Biblia niko nasomanga. Kwa unasoma kitambo. Mbona uliacha? Nasoma tu. Nasomaga tu. Ama ulikuwa unajaza upate mtihani vizuri. Kwa shule. Lazima usome tu. Sasa wewe uendai kanisani na wewe ni msikitini, unaendaga wapi? Mimi ni kutulia tu kwa nyumba tu. Tulia tu najiombea mimi mwenyewe. Mungu ni wangapi? Mungu najua ni mmoja. Hakuna Mungu mwingine. Najua tu Mungu mmoja. Na unasikiaga mtu anaitwa Yesu? Yesu najua. Yeye ni nani? Kwa Kristo. Najua huyo ni mwenye alitumwa na Mungu. Kufanyaje? Kristo. Alitumwa Kristo. Na alitumwa wapi? Kwa wanadamu wote wenye walikuwa kwa dunia. Wapi? Hapa duniani. Sijaona hiyo andiko. Hakuna andiko kama hiyo. Hakuna andiko yoyote Biblia mzima inasema Yesu alitumwa. Hakuna pahali Yesu imeandikwa alitumwa duniani mzima. Hakuna. Turudi hapa, tukirudi hapa ndio nini? Tuanze mambo ya Israeli, si ndio? Kwa ama prophet wenye walikuwa. Si Yesu venye alikuja huko, si alikuwa amekuja kukomboa wale maslave wenye walikuwa pale kama Israel, Egypt. Ndio wapelekwa kwa ile Kanaani, ile the promised land. Sio yeye. Huo ni Musa. Musa ndio ametoa wana wa Israeli kutoka, alitumwa kwa wana kondoo waliopotea nyumba ya Israeli. Na wewe si kondoo, wewe ni binadamu. Ama wewe ni Mwisraeli? Hapana. Sio Israeli. Tafuta dini ndugu yangu. Usikae hivi bwana. Natafuta. Na msikiti iko hapa tu, ukitaka kuingia unaingia tu hapa msikiti, unaona swali mara 5 kwa siku. Na manabii wote walikuwa Waislamu. Ama una habari? Sina habari. Wanabii wote katika kwa mujibu wa mafundisho yote ya Kiislamu walikuwa Waislamu. Huyo ameshasoma, hata tunasikia anasema. Tumesoma na yeye. Amekubali kabisa kwa manabii walikuwa Waislamu. Manabii wote walikuwa Waislamu. Na kama kuna nabii alikuwa wa dini nyingine uniambie kanisa gani alikuwa anaingia. Hata uniambie Yesu mwenyewe kanisa gani alikuwa anaenda Yerusalemu, iko wapi? Sinagogi na nini? Sinagogi tumepata nini? Msikiti. Unasikia huyu anasema, huyu anasemaje? Msikiti. Na wewe unasemaje? Msikiti. Unasikia? Sinagogi ni msikiti. Kuelimishana mtu anajua Kenya yako. Sasa ndio hivyo, sasa unatakana uende katika msikiti. Nashukuru basi. Unashukuru sasa umesemaje? Unataka kuingia msikitini ama ni aje?
na nini ndaamua kwanza. Najua lazima kwanza ukae chini ujichunguze wewe mwenyewe. Kama ni mambo kona inakusumbua ya kando kando inaweza fanya uingie hiyo dini tena utoke. Uamue yani uwe na principle. Haya, hakuna shida. Hakuna shida. Ngoja kidogo. Kwa kuwa Muislamu tuanzie bali kidogo. Haya, si mimi ni Mkristo. Haya, nilibatizwa kwa jina la Yesu, Roho Mtakatifu na Mungu. Nikabatizwa. Haya, kutoka kwa hiyo ubatizo niingie kwa Uislamu, si hapo itateke nini ingine, kafara ingine yani? Kwa Waislamu hakuna kafara. Kwa Waislamu ni kukubali maneno matatu tu mazuri tu. Kukubali Mungu mmoja, Muhammad ni mtume wa Mungu, Isa ambaye ni Yesu ni mtume wa Mungu. Basi haya maneno machache umeshakuwa Muislamu. Hakuna hata historia nyingi hata ya kubatizwa, hakuna. Kwa Waislamu hakuna ubatizo. Ni kukubali. Ndio naona Yesu aliwaambia katika Yohana 15:3 aliwaambia, nyinyi mmekuwa safi kwa ile neno nimewaambia. Watu wanakuwa wasafi kwa neno, si kuingizwa kwa maji. Na hii baridi hii ukiingizwa kwa mto si ndio hivyo unakufa? Ama kuliwa na mamba. Na kwa nini walikuwa wanaingia? Najua kuna mchungaji mmoja nasikia huko Zambia alifungwa kwa miaka ya zamani. Alienda kubatiza mtu kwa jina la Baba, akamuingiza mara ya kwanza, la Mwana. Akimaliza ya tatu, mamba imeenda na mtu. Akafungwa. Ndio hivyo. Ngoja kwanza. Kwa hivyo ukitaka kuwa Muislamu hakuna maneno mengi. Ukubali Mungu ni mmoja, Mtume Muhammad ni mtume wa Mungu, basi na Isa ni mtume wa Mungu, basi unakuwa Muislamu. Mungu ni mmoja. Mungu ni mmoja. Usiombe Mungu zaidi ya moja, na mtu yoyote ambaye anaomba manabii amekata tikiti moja kwa moja kwenda motoni. Naona kama mimi Muislamu nikimwabudu Muhammad naenda motoni. Nikimwabudu Yesu naenda motoni, Isa. Nikimwabudu Musa naenda motoni. Nikimwabudu Ibrahim naenda motoni. Wewe Mkristo ukimwabudu Yesu motoni unakwenda. Ukimwabudu Muhammad motoni unakwenda. Ukimwabudu Musa motoni unakwenda. Ukimwabudu Ibrahim motoni unakwenda. Kwa hiyo unafaa kumwabudu Mungu peke yake. Ukiabudu manabii motoni unakwenda. Hiyo hata hakuna shortcut. Hiyo unaenda motoni moja kwa moja. Sababu umewaacha Mungu ambaye aliwaumba wale ukaabudu viumbe vyake alivyoumba. Alikuwa anaenda akaulizwa na hao wanafunzi wake, juu unaenda utatuachia nani? Na wewe ndiye tulikuwa tunategemea kuhusu Baba aliye mbinguni. Sasa unaenda utatuachia nani? Aliwaachia Roho Mtakatifu na maombi kuomba. Akawaambia inakuanga nini hiyo maombi, inakuanga kitabu cha John ile tunaitanga maombi, yani mtakuwa mkiomba hivi. Acha nikusaidie kidogo. Alipoenda Yesu aliwaambia aliwacha na Mungu. Aliwacha na nani? Kwa sababu Mungu bado Mungu yuko. Kwa hivyo Yesu wakati alienda zake, wanafunzi walibaki na Mungu. Ama sio hivyo? Ndio hiyo. 6:9. Soma 6:9 Mathayo. Inasema hivi. Basi nyinyi salini hivi. Baba yetu uliye mbinguni. Kwa hivyo ukiomba maombi, uanze na jina la nani? La Mungu. Na nyinyi badala kuanza na jina la Mungu mnaanza na jina la nani? La Yesu. Ni makosa. Kwa hivyo mnaacha jina la Mungu, mnatumia jina la nani? Na Yesu anafundisha ukitaka kuomba uanze na Mungu aliye mbinguni, Baba yetu aliye wapi? Lakini nyinyi mnafanya opposite, mnaanza na jina la nani? Makosa yako? Endelea mwalimu, sikia. Nasema hivi. Basi nyinyi salini hivi. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Tulia mwalimu. Ufalme wako, jina lako linafanya nini? Tukuzwe. Jina la nani? La Mungu. Sio jina la nani? La Yesu. Na nyingine nyinyi mnatukuza jina la nani? La Yesu.
Ni Biblia hiyo. Baba yetu aliye wapi? Kwa hivyo Yesu alifundisha wanafunzi wakitaka kuanza maombi waanze na jina la nani? La Mungu. Lakini nyinyi mnaanza na jina la nani? La Yesu. Makosa yako? Jina lako litukuzwe, jina la Yesu la Mungu. La Mungu. Ufalme wako uje, ufalme wa Mungu wa Yesu. Wa Mungu. Tuendelee. Mapenzi yako yatimizwe. Mapenzi ya nani timizwe? Mapenzi ya Yesu ya Mungu. Ya Mungu. Endelea. Hapa duniani kama mbinguni. Endelea. Utupe leo riziki yetu. Nani anapeana riziki? Ni Yesu, ni Mungu? Ni Mungu. Endelea. Utusamehe deni zetu. Anayesamehe ni Yesu, ni Mungu. Ni Mungu. Twende. Kama sisi nasi tuwasamehevi wadeni wetu. Ndio. Na usitutie majaribuni. Ndio. Lakini utuokoe na yule muovu. Hapa ni Ibilisi. Unasikia maombi vile imeenda? Kwa hivyo nyinyi hiyo maombi badala ya kufuata ile maombi vile imeandikwa, nyinyi hamfuatagi hiyo. Nyinyi mmeweka Yesu mbele, mmeweka Mungu kando. Na hiyo ndio sasa kwenda motoni. Ukimwacha Mungu, ukimbilia kwa ukae hapa kwa Yesu, ufuate umwabudu Yesu, jitayarishe kwenda jikoni. Sawa kakangu? Na hiyo ndio nilikuwa na. Basi hiyo wewe abudu Mungu ule aliumba hao wote. Akaumba hao manabii wote, akaumba Yesu, akaumba Muhammad, akaumba Musa, akamuumba Ibrahimu. Abudu huyo. Kwani Yesu si alikuwa anaabudu usiku? Alikuwa anaabudu nani? Mungu. Kwani Mungu anaweza abudu Mungu mwingine? Hakuna. Kwa sababu yeye sio nani? Sio Mungu. Sio Mungu. Lakini watu wamempatia cheo. Yeye ni nabii. Yeye ni nabii kama nabii wengine. Wewe sasa umeshakuwa Muislamu. Sasa wewe jipange, uende uangalie, ukitaka kukuja utakuja msikiti ndio hii hapa utaingia tu. Sawa ndugu yangu? Na kuwa umeniambia kuswali na nini ndio mtu akuwe Muislamu. Ni kumwamini Mungu. Muamini Mungu ni mmoja, na hakuzaliwa, hana bibi, hana watoto, hana mshirika, na uamini manabii wa Mungu. Basi umeshakuwa Muislamu. Hiyo tu, very simple. Very simple Uislamu. Hakuna mambo mengine, na hakuna kuitishwa pesa ya kulipa sijui membership card. Na hakuna membership card. Na katika Uislamu sikiza nikueleze. Katika Uislamu sio kama nyinyi. Najua nyinyi, naona hii ni msikiti hapa. Mimi nikiwa Muislamu hapa, siwezi kuambia watu, msikiti wangu uko Kawangware. Wacha mimi naenda kuabudu msikiti yangu Kawangware. Lakini wewe unaona mtu atoka hapa Soweto, anaenda baka Kawangware, anasema kanisa yake iko wapi? Amepita hizo zingine zote, kwani hizo si za nani? Kuna na kwetu hakuna kukaa mbele, atikiti ya mbele ni ya wadosi. Wadosi wakija wanawekwa mbele, alafu hao wengine wanaambiwa warudi nyuma. Kwa Uislamu hakuna hivyo, hata akiwa ni mkubwa namna gani. Hata kwa mfano, hata ukienda nchi za Kiislamu, rais akija katika msikiti na amechelewa, akuta msikiti imejaa, anasali, anaweka mkeka wake hapo nje anasali. Hiyo ndio tofauti yetu na nyinyi. Na hata kama ni waziri ameingia msikitini, ile choo tunaenda kwa msikiti ataenda hiyo choo. Hakuna special toilet ya mdosi katika Uislamu. Yaani ukiingia mlango wa msikiti, ukienda kuabudu Mungu, nyinyi wote mnakuwa kitu ngapi? Moja. Hakuna maskini wala tajiri. Sasa ile mtu anatoka kwa mlango, ndio unaona mtu anatoka na bodyguard yake. Sasa akitoka kwa mlangoni ya msikiti, ako na bodyguard yake sasa. Lakini akiwa ndani ya msikiti, ako raia kama mimi. Unasikia Uislamu vile iko? Kwa hivyo Uislamu uko namna hiyo. Uko namna hiyo. Uko na swali dada ungetaka kuslimu? Kwanza unaitwa nani? Mimi naitwa Hassan. Mimi naitwa Slovenia Nyango Masi. Naam, swali gani ungetaka kutuuliza sisi Waislamu? Sasa natamani yani kama kuslimu niwe Muislamu, lakini sasa nikikaribia msikiti naambiwa wanawake waingie msikiti ati wanaingia kwa nyumba yao kwanza. Sasa nikaenda kwa mzee mmoja Muislamu, akaniambia nitembee tu mwanamke yote nitakutana nao Muislamu, nikamwambie atanislimu. Sasa nikashindwa nitafanya. Sasa hawa wamekudanganya kwa sababu katika Uislamu wanawake wana sehemu yao ya kuomba ndani ya msikiti. Hapa unaona hapa hii msikiti hapa nyuma yake hapo nyuma hiyo gari nyuma yake kuna mlango ya wanawake.
ila tu wanawake wanakaa nyuma na wanaume wanakuwa mbele. Kwa sababu ya nini? Mungu anasema wanaume ndio viongozi. Unaona? Ndio viongozi ya Sasa wanawake wana sehemu yao. Msikiti inagawanyika kama ni msikiti, si msikiti kubwa ni ndogo, inagawanyishwa mara mbili. Inawekwa ukuta upande ya wanawake na nini, lakini kuna maspikers wanasikia kile yote kinaendelea. Na wanawake kuna walimu wa wanawake ambao wamesoma, wanawake wanawafunza hawa mama mambo ya dini. Sawa? Lakini wakiwa peke yao, hakuna wanaume, hawa mama huo kiongozi wao ndio watawasalisha katika hiyo msikiti. Wenyewe kwa wenyewe. Umeona sasa? Kwa hivyo usiambiwe ati nini. Ukitaka katika Uislamu msikiti yote unaweza ingia. Hakuna msikiti ati huu msikiti mimi na msikiti wangu sijui uko town. Msikiti yote unapata msikiti unaingia. Na haina masharti mengi Muislamu. Nini nyingine nakusumbua? Sasa hapo nimeelewa. Nini nyingine nakusumbua? Sasa hii nini jambo ya mwezi tukufu wa Ramadhani. Sasa mkienda yani Ramadhani hiyo mwezi sasa amkuli kabisa. Tunakulanga. Kukula tunakula. Lakini kukula kuna masharti. Katika mwezi wa Ramadhani kufunga iko na masharti yake. Naona kama kwa mfano kama nyinyi wa Kristo mnasema kama mnafunga. Nyinyi ni si kufunga mnafunga gani mchezo? Unajua kwa nini mimi nasema ni mchezo? Kwa sababu amfuati Biblia vile inasema watu wafunge. Wana wa Israeli unajua walikuwa wanafunga aje? Haujui. Sijafuatilia. Nikusaidie kidogo? At least nikusaidie kidogo. Wana wa Israeli, sisi Waislamu tunafungaga mwezi wa 9. Katika kalenda ya Kiislamu unaitwa Ramadhani. Yaani mwezi wa 9 katika kalenda ya Kiislamu unaitwa Ramadhani. Na Ramadhani ni mwezi wa 9 uko na siku 30 na ngapi? 31 ama 30. Inakuwa sana sana na siku 30. Na wana wa Israeli walikuwa wanafunga mwezi wa 9. Yeremia 36 aya yake ni ya 9. Sasa unataka usikie sasa vile watu walikuwa wanafunga. Mambo ya Yeremia. 39. 36:9. Soma. 36. Basi angalia hapo dada. Nikisoma unaangalia nisije nikasoma mambo yangu. Basi ikawa katika mwaka wa 5 wa Yehoyakimu mwana wa Yosia mfalme wa Yuda katika mwezi wa 9. Katika mwezi wa 9. Kumbe Biblia inasema, sikia kwanza itafanyika nini? Hiyo mwezi wa 9. Katika mwezi wa 9 watu wote waliokuwa katika Yerusalemu na watu wote waliokuja Yerusalemu kutoka mji yote ya Yuda wakapiga mbiu ya kufunga mbele za Bwana. Kumbe wana wa Israeli walikuwa wanakusanyika wote miji yote ya Yuda wanatangaza wanafunga mwezi wa 9. Na mwezi wa 9 uko na siku ngapi? Siku 30. Na tunaona Waislamu nao wanafunga mwezi wa 9 uko na siku ngapi? 30. Sasa sisi tunafunga kuanzia asubuhi mpaka jioni. Hatufungi kama Shakahora. Ati mtu afunge ati akufe akamuone Yesu, hapana. Tunafunga kulingana na vile Mungu amesema. Asubuhi saa 11 tunakula, saa 10:30 ya usiku tunakula, ikielekea saa 11 na jioni saa 12 tunakula. Na je, wana wa Israeli nao walikuwa wanafunga kama sisi? Kwa sababu tunasema na Waislamu wenzetu Waamuzi 20:26. Mambo ni ya Waamuzi 20:26 inasema. Ndipo wana wa Israeli wote na hawa watu wote wakakwea kwenda Bethelia na kulia. Ndiyo. Wakaketi hapo mbele za Bwana wakafunga siku hiyo hata jioni. Kumbe hata wana wa Israeli tuko grupu moja, walikuwa wanafunga kuanzia asubuhi mpaka jioni. Na sisi tunafunga kuanzia asubuhi mpaka jioni. Sasa ni watu gani hawa wanafuata Biblia hii? Ni Waislamu ndio wanafuata Biblia. Haya, baada ya kufunga kuna sikukuu tunasherehekea inaitwa Eid. Umeshaiona sikukuu ya Eid katika Biblia? Biblia zote za Kiswahili iko naye. Eid al-Fitr. Sijaifuatilia nione katika Biblia. Haya, utaona. 16, 14 tunaanza kwa Musa. Tuanze kwa Musa mwalimu, alafu tukuje upande hii. Kumbukumbu la Taurati. 16, 14. 16, 14 kumbukumbu la Taurati inasema. Inasemaje? 16, 14 kumbukumbu la Taurati. Nawe baba.
16:14 inasema. Inasema hivi. Nataka aone pia nawe angalia. Kwanza tuanzie 13 iko vizuri sana. Fanya idi ya vibanda siku 7. Utakapokwisha kukusanya yatakayo katika sakafu yako na nafaka na katika kinu chako cha divai, nawe utafanya nini? Nawe utafurahia katika idi yako. Unasikia? Imeandikwa haijaandikwa? Idi. Imeandikwa ID. Hii ni Biblia ama ni Qur'an? Ni Biblia. Na Idi ni sikukuu ya watu gani? Sikukuu ya Waislamu. Kumbe Biblia inafundisha usherehekee sikukuu gani? Idi. Sio Krismasi? Sio Krismasi. Kwa hivyo kuanzia leo utaanza kusherehekea nini? Idi. Uko tayari? Niko tayari. Uko tayari kuwa Muislamu? Uko tayari kuwa Muislamu? Niko tayari kuwa Muislamu. Serious? Are you serious? Niko serious. Kuna mtu amekulazimisha uwe Muislamu? Sijalazimishwa. Ni wewe peke yako? Kuna mzee nyumbani? Uko na bwana? Kuna mzee? Niko na tuna hustle tu, sijaolewa mimi bado. Bado si mzee wa boma. Niko hustle tu, yani kweli hali mashule. Kwa hustle kusukuma maisha. Kusukuma maisha. Tusiingie huko deep sana. Tusiingie huko deep sana, mambo ya nyumbani yayungi yako sana. Kwa hivyo umeamua kuwa Muislamu. Haujalazimishwa na mtu. Sijalazimishwa. Una pesa tumekupatia? Hapana. Unajua wengine wanasema hata Uislamu watu wanapeana pesa. Una pesa umepewa na mtu? Kwa hivyo ni wewe kwa roho yako mwenyewe. Hata mimi unaniona, mimi pia ni mtu wa kusilimu. Nilisilimu miaka ya zamani kidogo, na sikupewa kitu na mtu. Nimesilimu kwa ajili ya Mungu. Sawa? Haya. Na wewe usilimu kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Mungu. Usisilimu kwa sababu pengine unampenda mtu fulani, hapana. Wewe silimu kwa ajili ya Mungu. Na Mungu atakuongoza njia na atakuelekeza katika pahali palio pazuri. Sawa? Sasa utafanya namna hii. Fanya kidole namna hii. Utasema maneno nyuma yangu. Sema ashhadu alla ilaha illallahu wa ashhadu anna Muhammad rasulullahi. Sema nakiri kwa moyo. Nakiri kwa moyo. Na kutamka kwa ulimi wangu. Na kutamka kwa ulimi wangu. Ya kwamba. Hapana mola. Apasaye. Kuabudiwa. Kwa haki. Ila Mwenyezi Mungu mmoja tu. Sema nakiri kwa moyo. Na kutamka kwa ulimi yangu. Ya kwamba. Hakika ya Muhammad. Nabii wa Mwenyezi Mungu. Na Isa ambaye ni Yesu. Nabii wa Mwenyezi Mungu. Yeye si Mungu. Wala mtoto wa Mungu. Kwa haya maneno machache umeshakuwa Muislamu. Sasa katika Uislamu kuna majina mazuri. Majina unaweza retain your names kwa sababu pengine umeandikisha watoto, certificate imeandikwa hivyo, utaweza kwa wote pengine upate shida ya change majina. Unaweza retain your names. Lakini kuna jina ya kujuana ya Uislamu. Ili tukimuona tunajua huyo ni Amina, huyo ni Aisha, huyo ni Mariamu, huyo ni Fatuma, huyo ni kuna majina mazuri ya kujuana. Kama mimi naitwa Hasani, lakini majina yangu nimeretain ile ya zamani iko na majina yako na remain naye tu. Ungetaka jina gani ya Kiislamu? Ya Kiislamu? Viki ni ya Kiislamu? Farihia. Na wewe mchambuzi, wewe umechambua, inaonekana Farihia. Kwa hivyo mwenye kufurahi, kuna mtu akufurahi, hata amekuja hapa amefurahi. Sasa katika Uislamu tunaambiwa mtu akisilimu uwaga, Mwenyezi Mungu anasema amemsamehe mtu dhambi zake zote. Unakuwa kama mtoto mdogo. Wewe saa hii ukaondoka duniani, saa hii utakuwa umenishinda mimi na umeshinda Ali na umeshinda ule kijana, kwa sababu pengine mimi nimefanya tu mistake moja mbili tatu, kwa sababu hakuna mwanadamu akosei. Lakini wewe ukiondoka kama saa hii, basi wewe unakuwa umenishinda, kwa sababu utaondoka kama mtoto mdogo vile mtoto amezaliwa. Sasa kwa nafikiri tutapanga pale, alafu tutampa namba yako, alafu tuone vile tunaweza fikiria vile tutasoma, utapata mavazi, vitu kama hizo. Unaishi hapa?
Naishi hapa Galilei. Unaona hapa Galilei. Lona Waddington naishi hapo. Okay, nitaongea na Imam, vijana wako hapa. Nitaongea na vijana hapa. Lakini kwanza ongea na ule, alafu tuwe na mawasiliano. Ndio pia vile utapata buibui, nini vitu kama hizo, nguo za kuvaa, vitu kama hizo. Alafu kama kuna mambo mengine tutaongea. Sawa. Si ndio hivyo? Jina mimi naitwa Hassan. Na wewe unaitwa nani? Njuguna. Naitwa Njuguna. Kwa nani ate? Oro wako. Usijali, mimi pia ni mimi ndo wa nyumba. Mimi ni mtu kama wewe tu. Si ni watu tunaitwa watu wa mlima Katiguo. Na kitu moja naweza uliza. Katika kutoka kwa Ukristo ndio ufike mahali pale, utapitia ngazi ngapi? Kutoka kwa Ukristo ndio uwe Muislamu. Uamuzi wako tu. Sasa hiyo inategemea na uamuzi wa mtu. Alafu ukienda pale, ukishakuwa Muislamu unajifunza kusoma. Ndio unaona Waislamu mpaka watoto kama hawa wadogo. Unaona watoto wadogo hapa, mtoto wa Kiislamu huwezi kumdanganya. Huyo mtoto amesomeshwa kutoka akiwa mtoto mdogo. Unaona sasa? Ndio usome Biblia, ndio kuja kusoma Qurani. Mafunzo inapatikana kwa mtu mzima aje? Inapatikana. Kwani mimi nisilimu nikiwa mtoto? Mimi sikusilimu nikiwa mtoto, nilikuwa ni mtu mzima kabisa. Na nimeadapt. Na nimejua kila kitu. Unafundishwa tu. Wanasilimu wazee wa miaka 70 na kitu mpaka 80 years. Na wewe angalia, ukiangalia katika mtandao, ukiangalia wale wamesilimu wakiwa wazee ni wengi sana. Na sasa hii ni wako Waislamu wazuri sana. Ningetaka kusemaje? Ningekupata nikishaamua tayari. Basi sawa, hakuna shida, utachukua namba yangu, there's no problem. Ama kama sio hivyo unaweza ingia kwa mtandao wetu. Unaweza ingia. Alafu unaweza ingia katika mtandao wetu YouTube channel, inaitwa Salim Dawa Kenya. Unaweza ingia katika mtandao wetu, basi utatuona hapo. Na kama unataka namba yangu nakupa. Namba yangu chukua. Chukua namba yangu. Chukua namba yangu, usiogope, chukua namba yangu. Chukue simu. Wacha nini? Angalia. Karibu kaka. Kuna mwingine ako na swali? Karibu. Kama kuna mwingine ako na swali, kama hakuna swali basi inakuwa ndio hivyo. Kwa hivyo, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.